Ndugu zangu katika imani, nimepewa wasaa huu tuweze kuzungumza juu ya mambo yanayohusu afya na hasa katika kipindi hiki cha mfungo wa mwezi wa Ramadhani. Sasa nimebahatika kupata rejea kwa wanawazuoni. Mmoja kati ya wanawazuoni ambaye amefanya sana mambo haya, Profesa Mohamed, anatoka Egypt, Misri. Anatoka Cairo, Misri. Huyu profesa yeye ni shehe, lakini yeye ni daktari wa binadamu, ni physician. Lakini nimefanya rejea pia kwenye kitabu kimoja, Davidson Principles of Medicine, kimetungwa na Profesa Anderson. Yeye huyu Anderson amekwenda ndani zaidi kuangalia Uislamu ukoje, kufunga kukoje, wakati wa kufunga mambo ya afya yanakaaje, kuna hitilafu gani. Lakini kuna mwingine huyu wa Toronto, Canada, yeye anaitwa Professor Thomas Andrea, ametunga kitabu Cecil Essentials of Medicine. Sasa wao, moja kati ya vitu ambavyo wanavisema, wamefanya tafiti kwamba baadhi ya nchi za Kiislamu wakati wa mwezi wa Ramadhani wanakula vyakula vya wanga tu. 80% hadi 90% ya vyakula vyao ni wanga mtupu. Na kwa hiyo wanakosa viinilishe vingine ambavyo vinatakiwa wakati wa mwezi wa Ramadhani. Kwa hili hatuna budi kuwakumbusha ndugu zetu katika imani. Tunakunywa uji, tunakunywa chai, tunakula futari ya ndizi, ya viazi, halafu tunakula ugali, tunakula wali, tunakula na nini? Ngano, chapati. Hizi zote ndugu zangu katika imani ni wanga. Sawa, ni carbohydrate. Kwa hiyo maana yake nini? Na wamefanya utafiti Pakistan, Yemen, Saudia, wakaenda wakafanya na Turkey, Uturuki. Katika nchi hizo mwezi wa Ramadhani wengi wana hitilafu ya kilishe kwa sababu wanakula vyakula vya wanga peke yake. Mboga za majani hamna, matunda hamna, maziwa hamna, nyama kidogo kwa mbali. Si ndio? Kwa hiyo kwa mfano huyu Profesa Malik, mtu wa Egypt, mtu wa Misri, alisisitiza kwamba Waislamu wahamasishwe katika daku zetu, katika futari zetu, angalau tuweke balanced diet, tuweke vyakula ambao vina mchanganyiko wa vyakula vyote vinavyotakiwa kwa binadamu kuweza kula ili apate afya nzuri. Na kwa hiyo wakasema vyakula hivyo viwe na vyakula vya protein, viwe na vitamins kwa maana ya matunda na mboga za majani, viwe na minerals. Kwa hiyo weka chakula mchanganyiko. Mzee, unapokwenda kununua vyakula kwa ajili ya futari na kwa ajili ya daku, changanya mifumo ya vyakula vinavyotakiwa vyote. Sawa? Ama wengine hawanywi maji. Sasa mnatuambia katika hadithi za Mtume alisema tumbo ligawanywe sehemu 3. Sawa? Chakula kigumu, maji, lakini na hewa. Usile mpaka ukajaza mpaka pale hata pumzi unakosa. Lakini maji baadhi yetu hatunywi. Kwa kutokunywa maji, maana chakula kinakuwa kigumu, unaleta ugumu kwenye mmeng'enyo wa nini? Wa vyakula ili kuingia kwenye mwili. Kwa hiyo hilo la kwanza ambalo hawa wanawazuoni wamesema juu ya mifumo ya chakula. Lakini la pili ambalo linahusu, wengine wanasingizia ili kutofunga na wengine wanafunga lakini wana tatizo hilo lakini hawachukui tahadhari. Na hilo ni vidonda vya tumbo. Ndugu zangu katika imani, watu wengi wenye blood group O wanakuwa ni wahanga wa kupata vidonda vya tumbo. Lakini mitaani huko wengi wakiwa na vidonda vya tumbo utasikia, mimi siwezi kufunga kwa sababu na vidonda vya tumbo, mimi siwezi kufunga. Tathmini iliyofanywa inaonyesha kwamba zaidi ya 70% ya watu wenye blood group O wana aina fulani au kiwango fulani cha vidonda vya tumbo. Mimi pia na blood group O. Mimi pia na vidonda vya tumbo. Lakini wanawazuoni hawa wanasema ili wewe uweze kutofunga lazima uwe na severe type of peptic au duodenal ulcer intractable, ambazo zina maumivu makali ambayo huwezi kuvumilia, au ni vidonda vilivyokomaa kiasi kwamba kwa kukosa chakula vinaweza kupasuka ukavujia damu tumboni. Hapa tunapata zingatio gani? Kwanza,
kuwa na vidonda vya tumbo ndio kisingizio cha kutofunga, unless labda ikiwa vidonda vya tumbo vile ni chronic au vina hali mbaya kiasi kwamba ukifunga unaweza kupata madhara. Maana ninyi mashehe mnatuambia kwamba kufunga, wewe usijidhuru mwili wako, kama kitu ni hatari usijidhuru mwili wako. Vidonda vya tumbo. Lakini sambamba na hivi vidonda vya tumbo, tupunguze, mtu mwenye vidonda vya tumbo akifunga apunguze vyakula vyenye tindikali kwa wingi, na pia aepuke sana vyakula vilivyolala. Hapa utakuta watu wanapika maharage, anayaweka yanalala, siku ya kwanza, siku ya pili anachukua hayo anachemsha, anachukua hayo anachemsha. Kitaalamu chakula kilicholala ile mmeng'enyo wake kinatengeneza asidi kwa wingi, tindikali kwa wingi. Kwa hiyo maharage ukiyala yaliyopikwa leo na ukiyala yaliyopikwa jana au juzi ni tofauti. Yale ya jana lini yana asidi kidogo, utaona machachu kidogo na yana madhara. Kama una vidonda vya tumbo, vidonda vya tumbo vinakuwa juu zaidi, unapata shida zaidi. Ama kwa vitu ambavyo vina citrus, kwa mfano limau, ndimu, vichachu hivi, punguza kiwango. Kwa mwenye vidonda vya tumbo wakati wa kufunga, punguza kiasi cha hivi vitu vyenye uchachu kwa wingi, vidonda vya tumbo hivi. Lakini kufunga pia mwezi huu wa Ramadhani, unapaswa wagonjwa wetu wa kisukari, diabetes mellitus, wagonjwa wetu wa kisukari, miongoni mwa wahanga wakubwa sana wanaoathirika sana na kufunga ni wagonjwa wa kisukari. Kisukari ni ugonjwa ambao unasababishwa na hitilafu kwenye kongosho, pancreas. Mungu alitengeneza kongosho linatoa pancreatic juice, vimajimaji fulani ambavyo vinasaidia kupunguza kiwango cha sukari kilichozidi. Sasa kuna baadhi ya watu ama kisukari kilichoanza kutoka utoto, juvenile diabetes mellitus, ama kilichokuja kwa ukubwa, na hasa wale wanene wenye miili mikubwa. Jamaa yangu, usiingie kwenye hatari hiyo. Wale wanene wenye miili mikubwa wanakuwa wahanga sana wa kupata magonjwa ya moyo, BP, kisukari. Sasa ukiwa na kisukari, tafsiri yake ni nini? Moja, mtu mwenye kisukari ana polyphagia. Polyphagia, unapenda kula mara kwa mara. Sasa fikiria wewe unapenda kula mara kwa mara, alafu unatakiwa kufunga kutwa nzima na masaa 12 au 13, unajikuta unakuwa ni muhanga. Sawa? Ama wakati mwingine wao sukari inacheza, inaweza kupungua sana. Kitaalamu tungependa uwe na 2 millimole per deciliter mpaka 7. Hivyo vipimo utasikia na sukari 2, na sukari ngapi? Wataalamu wamepima millimole per deciliter. Deciliter ni 1/10 ya lita. Ile mole ile ni kama tone. Kwa hiyo una matone fulani katika kiwango fulani ili kuweza kufanya kuonekana kwamba hiyo sukari angalau si mbaya. Sasa sukari yenyewe inapimwa, kuna fasting na random. Na wengine tunamwambia usile usiku wote, kesho tukupime. Mwingine tunamwambia njoo, hivyo umekula nini tutakupima. Fasting inatoa kiwango ambacho ni halisi zaidi kuliko ile random. Sasa tunasema uwe na 2 mpaka 7. Inapopita 7 kwa fasting tunaanza kuwa na mashaka. Random mpaka 9 mpaka 10. Sasa sukari hii ikiwa kubwa au ikiwa ndogo, vyovyote inavyokuwa, baadhi ya watu wenye kisukari wanaathirika. Na kwa hiyo hawa mashehe wetu wanaweza kutoa fatwa mtu asifunge kama kisukari chake kinamuingizia kwenye uhatari wa kuhatarisha maisha yake. Lakini vivyo hivyo si wagonjwa wote wenye kisukari basi wasifunge. Wako wengi tu wenye kisukari wanafunga, ili mradi mpaka sukari inakuwa iko juu sana kiasi kwamba kwa kufunga anahatarisha maisha yake. Kwa hiyo haya makundi mawili, vidonda vya tumbo na kisukari, wao wanawazuoni wamesema ndio magonjwa ya awali ya kufikiria mtu ambaye anataka Muislamu anataka kufunga na kuchukua tahadhari zake hizo. Magonjwa matatu mengine wanaita wao chronic illness, magonjwa yaliyokomaa ya muda mrefu yanayoweza kumletelezea mgonjwa unyong'onyevu. Moja kati ya magonjwa hayo ni HIV AIDS, ukimwi. Sasa kitaalamu ukimwi unasema una stage 4, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4.
Stage 1 ndugu zangu ni mtu ana virusi vya ukimwi lakini yeye hana hitilafu, anadunda tu kama kawaida. Stage 2 ana virusi vya ukimwi, ana vidalili vidogo vidogo lakini hana shida sana. Stage 3 ana virusi vya ukimwi lakini ana dalili kubwa kubwa, madonda nini, koli na nini, tupu mdomoni nini. Stage 4 yuko mahututi. Sasa hawa wanawazuoni wanasema stage 1 na 2 kwa Muislamu anaweza kufunga, haina shida. Stage 1 na 2, HIV stage 1 na 2, yani AIDS stage 1 na 2, mgonjwa anaweza kufunga bila matatizo. Lakini wewe physician kama umeona kwamba ana stage 3 na 4, au wewe shehe umeona kwamba huyu mtu ana stage 3 na 4, mzuie huyu mtu kufunga, mshauri asifunge. Na mashehe mnajua unaweza kutoa fatwa gani yeye kunusuru maisha yake ili mradi hiyo ni isimdhuru. Sasa kwa nini tunasema hivyo? Tunasema ule ugonjwa ukikomaa unaleta hitilafu, ni multi system kwenye viungo mbalimbali, kwenye utumbo, kwenye nini unaleta hitilafu. Kwa hiyo usimletee tena hitilafu nyingine. Yeye tayari ana hitilafu, unamletea hitilafu nyingine ya kufunga, inakuwa ni shida. Nyingine ni TB. Wagonjwa wa TB wengi ikiwa advanced kidogo wanakuwa na shida sana. Nyingine ni cancer. Na kansa hizi ziko za aina nyingi, kansa ya koo, kansa ya utumbo, kansa ya mifupa, kansa ya nini. Wagonjwa wa kansa hawa wanakuwa wahanga sana wa kunini, na kwa hiyo wakifunga wanakuwa wadhaifu zaidi. Kwa hiyo chronic illness, hawa wanawazuoni wametaja magonjwa hayo matatu, HIV, TB na cancer. Kwamba mgonjwa anapokuwa na haya kama yako advanced sana ni bora asifunge, na kama hayako advanced sana afunge, lakini achukue tahadhari. Tahadhari pamoja na kula vizuri, asifanye kazi za suruba, asifanye vitu vinavyoweza kumhatarisha. Kwa hiyo hayo ni magonjwa ambayo wanawazuoni wameyasema hivyo. Lakini pia kuna swala upungufu wa damu. Unamuona mgonjwa kwa sababu moja au nyingine ana upungufu wa damu. Kwa kawaida unatakiwa kuwa na 100 mpaka 140 ya damu. Sasa wengine wanapima kwa gramu per deciliter hivyo hivyo. Unaona zile wanasema ana gramu, ana 7, ana 6, ana 10. Ili upate kwa 100 unazidisha kwa 7. Nikwambia una 7 unazidisha kwa 7, 49. Kwa hiyo wewe una 49. Ina maana 51 ile haipo. Wewe umebakiza hiyo 49. Sasa mtu akiwa ana damu pungufu, maana yake yeye mwenyewe anahitaji kila sababu ya kufanya damu iongezeke. Na moja kati ya vitu vinavyoongeza damu ni chakula. Sasa fikiria huyu mtu anahitaji chakula ili aongeze damu. Halafu unamwambia asile akafunga. Hali yake unaitia mashakani zaidi. Kwa hiyo hii upungufu wa damu umeonekana ni moja kati ya vitu ambavyo watu wanapaswa wauelewe kwamba hata kama ana upungufu kidogo, basi ajitahidi kula diet yake hiyo ni diet ya vitu ambavyo vinaweza kuongeza damu. Ama mengine wanawazuoni hawa wamezungumzia vingine, hiyo inawahusu sana ninyi mashehe. Udhu, vitu vinavyotengua udhu. Wakina mama hawa wanapata uzazi pingamizi. Wakipata uzazi pingamizi wakati wa kuzaa linatokea tundu. Mungu ni fundi sana. Njia haja kubwa ina sphincter. Sphincter ile inasema saa ngapi choo itoke, saa ngapi choo izibe, si ndio? Sasa huyu kwa sababu ya uzazi pingamizi, mtoto alipotoka amechana somewhere, mawasiliano kunakuwa na mawasiliano kati ya rectum kule kilichokaa choo na huku kwa kutokea haipiti kwenye sphincter pale. Na kwa hiyo huyu mtu choo inajitokea kila wakati. Na kwa hiyo mtu kupata udhu ni kazi, atapata udhu huyo. Ukimwambia akaswali itakuwaje? Ukimwambia atawaze itakuwaje? Ukimwambia apate udhu inakuwaje? Kwa hiyo hawa wanawazuoni wamesema mtu wa namna hiyo anaweza kusamehewa, na akaelezwa, mashehe mkatoa fatwa kwamba ni namna gani huyu mtu anasaidiwa ambaye ana fistula, ana mawasiliano. Na fistula ziko za aina mbili. Recto vaginal fistula na cervical vaginal fistula. Kuna tundu linatokea kutoka kwenye rectum, kutunzwa haja kubwa, haipiti kwenye kiwambo kule, inapita kunakuwa na tundu huku. Au kutoka kwenye kibofu cha mkojo kunakuwa na tundu huku. Mkojo unajitokea tu, choo kubwa inajitokea tu. Huyu mtu lazima asaidiwe kuziba hilo tundu
ili akitawaza aweze kupata udhu vizuri. Lakini pia wao wanawazuoni wanasema pia wamama wakiwa kwenye hedhi, nadhani mnajua hedhi haina taarifa, damu itatoka saa ngapi, uchafu utaisha saa ngapi nini, hawezi yule mtu kupata tohara vizuri, si ndio? Na kwa hiyo hata akifunga zile taratibu za Kiislamu zitamshinda. Lakini pia wanazungumzia, na hili ni changamoto sana, wanazungumzia vijana watu wanaume ambao hawajafanya tohara. Shehe, utanisaidia? Hawa wanazuoni wanasema huyu mtu kupata kujisafisha mpaka akawa safi haiwezekani. Sijui shehe, ni kwa sahihi uongo? Kitaalamu ile ngozi ya mbele inaitwa prepuce, inatunza smegma, protein fulani nyeupe mbele. Ile protein ni uchafu. Hata ukioga kama hujafanywa tohara, ule uchafu unabaki. Ule uchafu ukibaki, hata ukienda kutawaza bado unakuwa mchafu tu, hujapata nini. Kwa hiyo wanawazuoni wamesema hiyo ni moja kati ya sababu ambayo huyu mtu ashauriwe akafanya nini. Huyu ukimwambia hajafanya tohara, hata akitawaza namna gani udhu hauingii, hata akienda nini kwa hiyo haiendani na dalili hizo. Ama kuna magonjwa mengine ya afya ya akili, wameyataja magonjwa ya afya ya akili, schizophrenia kwa mfano. Magonjwa ya afya ya akili, huyu mtu hana kumbukumbu, huyu mtu hawezi kufuata taratibu, huyu mtu hawezi kuendana na kila nini. Kwa hiyo huyu mtu lazima asaidiwe au asamehewe, kwa sababu unavomwambia, ukimwambia usile, yeye anaweza kufika mahali akawa amekula. Sawa? Unamwambia hivi, yeye anagombana na kila mtu, anatukana kila mtu. Sasa ile maadili ya kufunga yanakuwa hayapo. Kwa hiyo huyu matusi kila wakati, mgonjwa wa akili si anasema matusi kila wakati, anaweza kutembea uchi, anaweza kufanya. Kwa hiyo haiendani na nini. Lakini pia umri, wao wameutaja umri mdogo sana, wanausema minor, hata kisheria chini ya miaka mingapi? Nani mwana sheria hapa? Kuna watu wanaitwa minor, wana umri mdogo, hawezi kutafakari mambo. Huyu wanasema, nadhani mashehe mnawaambiaga hawa wanajifunza, si ndio? Anaweza kufunga saa fulani akaruhusiwa kula, akafanya nini? Kwa sababu ya umri wake hawezi kuchanganua vitu, kufanya nini. Lakini vivyo hivyo hao wanawazuoni hao wanawasema hata umri ukiwa mkubwa. Mzee una miaka mingapi mzee? 68. Sasa hao wametaja 70. Baada ya miaka 70 ni optional, sio lazima. Lakini baadhi ya watu wakifika miaka 70 kumbukumbu zinawatoka, uwezo wa kucontrol haja ndogo na kubwa unatoka. Kwa hiyo huyu mtu ukimwambia afanye hivyo, kidogo unakuwa umempa mtihani. Lakini vivyo hivyo yako magonjwa kama tezi dume. Hao umri mkubwa pia wanakuwa wahanga wa tezi dume. Tezi dume nalo ni hivyo hivyo. Unaona ukifika hospitali unaona kila wakati ambeba begi la haja ndogo nini na nini, na ukiacha akikohoa tu hivi haja ndogo inatoka nini, break inakuwa hakuna nini. Kwa hiyo nalo hilo linani. Lakini kubwa zaidi nisisitize vyakula. Kama ningekuwa naongea na mashehe hapa, tungetafuta nutritionist, mtaalamu wa lishe, aje aelimishe watu kwamba wakati wa kufunga mlo unatakiwa kuwa balanced vile vile kama wakati mwingine. Sawa? Na kiwango cha kula kiwe controlled. Kisiwe kidogo sana wala kisiwe kingi sana. Walipofanya research wamegundua kwamba wakati wa mwezi mtukufu baadhi ya watu wanavimbiwa. Kuvimbiwa si dhambi. Kwa hiyo mtu anakula excessively, anakula mpaka anavimbiwa. Kwa hiyo tunasema pamoja na kwamba umefunga, ikifika muda wa kula kwa kiasi. Kula kiasi ambacho kinaruhusiwa kula, au mwili wako unaweza kumudu ukala katika hali ya kistaarabu. Sio kula mpaka huwezi kupumua, kula mpaka unakuwa umevimbiwa, hiyo haiswihi. Mashehe wangu, hayo ni kwa kifupi niliyotaka kusema mchana huu. Kama nimekosea mnisamehe, haikuwa nia yangu, lakini nimewakoti wanawazuoni walioeleza kwamba wakati wa kufunga tujitahidi kuzingatia haya, na magonjwa gani yanazuia watu wasifunge, na wao wanasikitika kwamba wakati mwingine watu wanatafuta visingizio, mimi siwezi kufunga sababu hiki na hiki, wakati hicho sio tatizo kubwa, tatizo ambalo mtu anaweza kuwa nalo na bado akafunga. Lakini na wengine wanafunga hali ya kwamba wana matatizo haya, tahadhari ya matatizo hayo hawaijui. Kama huijui uliza. Mnasema mashehe, mnasema kwamba kila mtu ana mjuzi, uliza aliyo mjuzi.
Mimi hapa shehe ameniambia shehe, mimi si shehe wala sijui chochote, mimi ni maamuma kabisa. Kwa hiyo na mimi nikitaka nini namuuliza shehe, shehe hili inakuaga namna gani? Shehe ananiambia inakuwa hivi, inakuwa. Na wewe pia nutritionist anahitaji kukuelimisha kwamba hizo futari zetu ziweje, hizo daku zetu ziweje. Shehe unaweza kununua mavitu lundo kule, kumbe mavitu yale yote ni chakula cha kabila moja. Wewe ukila kumbe kabila nyingine nyingi umemiss. Wa salamu alaykum.